Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na ushauri na baadhi ya maneno ambayo yamesikika Diamond Platnumz akiwa anayazungumza kufuatia vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea huko mitandaoni katika mwezi huu hapa wa Ramadhani. Nadhani utakuwa unafahamu kabisa kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani na wasanii nao pia wakiwa kama binadamu na wenyewe nao kama unavyoelewa kwamba hata Diamond mwenyewe amesitisha swala zima la kurelease ngoma mpya, na tumeona hayo kwa wasanii wengine kadhaa wa Kiislamu, which ni kitu kizuri. Lakini pia Diamond amekuwa akitoa mawaidha mbalimbali kuhusiana na mfungo wa Ramadhani, vijana wabadilike, wajitahidi kufanya nini katika mfungo huu. Lakini pia vile vile Diamond amegusia mpaka kwenye upande wa kuwakumbusha hata watu wako wa karibu kwenda kuswali, kufunga, kuwajulia hali, kusamehe watu walikukosea na vitu vingine kama hivyo, kama the way ambavyo inavyofahamika kwamba katika mwezi wa Ramadhani Muislamu anatakiwa kubehave vipi. So nataka hapo usikilize kwanza ujumbe wa Diamond Platnumz, alafu pia nataka usikilize kile ambacho amekizungumza kuhusiana na rafiki yake sasa hivi wa karibu kabisa ambaye ni Juma Jux. Wote hawa ni Waislamu. So msikilize kwanza Diamond ujumbe wake kwa mwezi huu hapa wa Ramadhani. Assalamu alaikum. I wanna wish you all happy Ramadan. Leo ni chungu cha 9 cha 10. No. Si cha 7, si cha 8, but I wanna wish you all fungo mwema Ramadhani. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie funga zetu zisiwe na baraka, zikawe sababu za kutuingiza peponi, lakini pia zikatufungulia pale penye uzito, zikatujalie heri, mafanikio, neema penye ugumu, kwenye kazi zetu, kwenye shughuli zetu, kwenye maisha yetu, kwenye kila kitu. Mwenyezi Mungu atuweke heri na baraka. Funga zetu hizi zikatusaidia, zikatuongeza upendo baina yetu sisi na familia zetu, watu tunafanya nao kazi, rafiki zetu, kufanya dunia ikazidi kuwa njema zaidi. So Ramadhani njema. Mwenyezi Mungu pia atuepushe na vishawishi kwenye mwezi. Mwezi unakuwa na mitihani mingi wallahi. Tufanyie mwezi na tubele mitihani, tufunge funga zetu ziswi. Mwenyezi Mungu atupokelee kila funga yetu. Sema amina inshallah. So huo ndo ulikuwa ujumbe adhimu kabisa kutoka kwake Diamond Platnumz. Lakini ya kuishia hapo, Diamond bwana moja kwa moja alirekodi video akiwa amempitia rafiki yake wa karibu kabisa kama nilivyosema hapo awali, Jux. Amempitia Jux bwana kwa ajili ya kwenda kuswali. Umeona bwana, Diamond kwa moja kwa moja kuna hii video hapa ambayo amejirekodi akiwa yuko na Juma Jux, wakiwa amempitia Juma kwa ajili ya kwenda naye msikitini kuswali. Sasa hivi nimempitia ndugu yangu bwana Juma msikitini, tukusali asili pamoja leo. Ndio mambo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu katika mwezi kama huu. Si miongoni mwa vijana ambao tuna baraka, tumebarikiwa kabisa katika mwezi kama huu. Lazima tuhakikishe kama tunamshukuru Mungu, tunatumia vizuri mwezi kama alivyotuagiza kabisa. Na miezi mingine kiukweli inakuwa migumu, tukatae tunakubali, lakini Mwenyezi Mungu anatujalia kila siku kutuongoza na badilisha taratibu na kwa vijana wema. Tunafuata mwanangu Vitoni. Sasa bwana, nadhani Lion kamaliza kila kitu. Huu ni mwezi ambao wa kuchukua, wa kupata neema, kuchuma kabisa. Kwa hiyo kama kijana ni muda sahihi kabisa. So bwana, siku zinaenda, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah radhi. Naitwa Nasib Abdul. Tunaanza safari. Bismillah. Bwana Lion. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Jamii. Bwana. Wakati kabisa njoo. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, na ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimewafurahisha na vimewapendeza watu wengi sana huko mitandaoni. Watu wamesema mashallah inapendeza vijana pamoja na
ujana, lakini at the end of the day wanamkumbuka Mwenyezi Mungu at least katika mwezi wa Ramadhani. Kama hivi ni vitu ambavyo vinapendeza, na wakiwa kama role model wa vijana wengi, basi wanaweza wakawafuata katika amali njema kama hizi ambazo wanazozifanya. Umeona bwana, kwa kuna kitu positive hapa kimepatikana kutoka kwa vijana hawa, na mzungumzie Diamond Platnumz pamoja na Juma Jux. So wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao katika comment section, na kama unavyoelewa kwamba wabongo bwana, wengine kama kawaida comment zimekuwa ni mixer. Watu wamekuwa na mixed feelings kuhusiana na hiki ambacho wamekifanya. Kwa mfano, huyu hapa anaitwa Chidi Bella anasema kwamba Abdul UP, sisi tumekubaliana kwamba wewe ni mzee nyange, au kwa mtu ameandika hivyo. Jinja Lika anasema kwamba bwana, kupatwa kwa mashehe sasa, mwenzie Juma usiku anashenyenta, Diamond naye pia usiku ni sabuni tu. Kuna mtu ameandika hivyo. Hapa wanachomaanisha ni kwamba Juma yeye Jux kwa sababu ameoa, kwa hiyo akifungulia kama kawaida mambo mengine yanaendelea na mkewe, lakini kwa upande wa Diamond yeye hajaoa. Kwa hiyo kwa mwezi huu hapa Ramadhani huruhusiwi kumsogelea mwanamke kama hujamuoa. Unaelewa ukifuata misingi ya dini ya Kiislamu inasema hivyo. Ndio maana huyu kijana hapa amekuja kucomment kusema hivyo kwamba kusema kwamba mwenzie Juma usiku anashenyenta, Diamond yeye ni sabuni tu. Haya, kuna mtu hapa ameandika kwamba mashallah, sema sijui nacheka nini. Haya, kuna msema bwana huyo mmoja aoe na yeye pia apikiwe iftari na mkewe. Mwingine anasema bwana kama watu vile, ila kaka yetu mkubwa bwana ana vituko. Kwa mtu anasema kwamba bwana kuswali sio Ramadhani tu, inatakiwa vijana muendelee hivyo hivyo mpaka hata Ramadhani ikiisha. Hicho ni kitu ambacho watu wengi sana wamesema, uwaga wanasemaga hivyo kwamba kwenye mwezi wa Ramadhani mashallah vijana wanajitahidi kuswali, wanajitahidi kufanya amali njema. Baadhi ya vitu vingi sana ambavyo walikuwa wanavifanya huko before wanaviacha, lakini Ramadhani ikiisha tu wanarudi kule kwenye ushetani. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Wadau wanasema kwamba sasa hivi mnavoenda kuswali, mnavopitiana muende msikitini, basi hata mwezi wa Ramadhani nao pia ukiisha muendelee hivyo hivi. Hiyo ni comment mojawapo ambayo tumekutana nayo. Ukiwa kama mdau bwana, wewe unalizungumziaje hili swala la kuonekana Diamond akiwa Bennett na Jux kwa ajili ya kutekeleza baadhi ya vitu vya msingi kabisa katika mwezi wa Ramadhani ambavyo ni swala? Ukiwa kama mdau na kipi cha kusema, weka maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu ili usio unapitwa na update zote ambazo nakuletea hapa Trend TV. Hakikisha unakuwa karibu kabisa na channel yetu kwa kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.